daraja la mto Nguva, daraja la mto Mzinga, barabara pia mto Mzinga ambayo inakwenda moja kwa moja mpaka Kongoe. Ukija hili daraja la hapa chuo cha NDC, daraja lile la Kunduchi. Na kama mnakumbuka mwaka 2024 kuna bwana alijitokeza anasema nimeokota gari kwa sababu daraja lile lilisombwa kabisa na mvua. Sasa ukitaka vitu vyenye legacy, unapokutana na Mheshimiwa Rais, cha kwanza ni kumweleza Mheshimiwa Rais kwamba Watanzania wa Dar es Salaam wanahitaji miundombinu. Na tukishapata miundombinu, maana yake ni kwamba ni rahisi kuita Dar es Salaam ni mkoa wa kibiashara ili mambo mengine yaweze kwenda. Lakini ukihitaji hizi cheap politics ambazo sijui umekaa mahali umenunulia mtu kitumbua sijui kitu gani, hiyo utaishia kupata sifa zinazodumu kwa muda masaa mawili, na mwishoni Watanzania watakuona wewe kama poyoyo ambaye hauna msaada katika kusaidia Watanzania. Kwa hiyo mimi kama mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam nakiri tena kwamba namshukuru kwa dhati kabisa Mheshimiwa Rais, na namshukuru kwa sababu mambo haya yanaonekana na ninyi waandishi wa habari tumepita kwa pamoja ili kuhakikisha kwamba tunaendelea kutangaza, kuwaeleza na kufafanua kuhusu yale ambayo Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ameyafanya, ameyasimamia na kuhakikisha kwamba yanakuwa. Hii ni kuendelea pia na masuala ya ujenzi wa barabara za mwendokasi kama ambavyo umeona wana Dar es Salaam katika kila mahali wanalalamika kwamba barabara zimefukuliwa mno. Ni kweli kwamba zimefukuliwa mno kwa sababu we have no time. Muda tulionao ni sasa, na mnakumbuka kwamba Mheshimiwa Rais anapoahidi jambo anaahidi kila baada ya miaka mitano ni kitu gani kinakuwa kimefanyika. Kwa hiyo tuko on rush kwamba ndani ya miaka mitano basi kila kitu kiwe angalau kimefikia mahali pazuri. Jambo la pili, ndugu zangu waandishi wa habari, kwa muda mrefu pia mmeona kuna makundi ambayo huwa yanaibuka yanasema tarehe 7 kuna maandamano, tarehe 2 tunafanya hivi, tarehe 3 tunafanya namna ile. Nimeona pia nitoe nafasi hii kuwaeleza kwamba hali ya usalama wa mkoa wa Dar es Salaam inaridhisha. Hali ya usalama wa mkoa wa Dar es Salaam inaridhisha. Hii haimaanishi kuwa sasa hakuna kibaka, hapana. Vibaka wa kudokoa, vibaka wa kuiba, vibaka wa kutishia wanakuwepo. Lakini nilipongeze tena jeshi la polisi kwamba limeendelea kuchukua hatua madhubuti ili kuhakikisha kwamba Watanzania wa Dar es Salaam wote wanabaki kuwa salama. Yapo baadhi ya maeneo machache wananchi wameendelea kujichukulia sheria mkononi. Kwa mfano kuweza kujeruhi, wakati fulani hata kuua kwa kutumia vitu vyenye ncha kali au hata silaha. Jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam chini ya SACP Mlilo pamoja na kamati ya usalama kwa ujumla ya mkoa na zile za wilaya zote, kwa kushirikiana na vyombo vyote vya usalama, tunaendelea kumonita hali ya kiusalama katika mkoa wetu ili uwekezaji ambao umekushafanywa uendelee kuwa na tija pasipo viashiria vyovyote vya uvunjifu wa amani. Sambamba na hili, yafuatayo ni maagizo kwa Watanzania wa Dar es Salaam wote. Wapo baadhi ya watu ambao wanamiliki silaha kisheria, lakini kwa bahati mbaya sana silaha zao hazijalipiwa kwa maana ya zile tozo za kisheria ambazo hulipiwa kila mwaka. Yani vibali, uhuishaji wa vibali vya umiliki wa silaha kila mwaka. Lakini wapo pia baadhi ya wanafamilia ambao wamiliki wa silaha hizo wamefariki, lakini kwa bahati mbaya sana hawajui silaha hizo ziende wapi. Mtu alikuwa anamiliki bastola, alikuwa anamiliki shotgun, sasa bahati mbaya mmiliki huyo amefariki. Sasa wanafamilia wanakuwa hawaelewi silaha hiyo waipeleke wapi. Sasa maelekezo ya kwanza ni kwamba yoyote ambaye anamiliki silaha kisheria, yoyote ambaye anamiliki silaha kisheria ahakikishe kuanzia sasa, tarehe ya leo mpaka kufikia tarehe 30 ya mwezi wa 8 anafika kwenye mamlaka maalum kuhakikiwa silaha yake na kuilipia vibali vyote ambavyo vinatakiwa kama mchakato wa kisheria wa kuhuisha umiliki wa silaha hiyo kisheria. Kwa wale wote ambao wanamiliki silaha kisheria na kwa bahati mbaya sana katika hali ya kujisahau au pengine kutokuwa na uelewa kuimiliki silaha hiyo bila kuilipia vibali vyake kwa mujibu wa taratibu na sheria, wafike kwenye mamlaka zinazohusika waweze kuanza haraka sana mara moja kuweza kulipia vibali hivyo, lakini zaidi pia kuweza kuhakikiwa umiliki wa silaha zao kabla operation maalum haijaanza kwa kila mmoja. Lakini jambo jingine, kwa wale ambao wamefiwa na wale waliokuwa wakimiliki silaha hizo, wahakikishe michakato ya urithi inapoendelea
silaha hizo zinawasilishwa kwa jeshi la polisi ama kwenye kituo chochote cha polisi kilicho karibu nao, ili waweze kupata maelezo mafupi kuhusu namna ya uhifadhi wa silaha hiyo mpaka pale michakato ya urithi itakapokamilika. Kwa wale ambao ndugu zao wamefariki, wameacha silaha na vibali maalum vya umiliki kwa yali yao, basi wafanye haya ambayo nimeyatangaza. Wale ambao wanamiliki silaha kinyume cha sheria, mtu labda alikuwa ni kibaka, aliiba begi akidhani kuna hela, kujilichungulia begi kuna silaha, akaamua kwenda nayo nyumbani au kuitupa na vitu vingine vya namna hiyo. Wale wamiliki wote wanaomiliki silaha kinyume na sheria wahakikishe silaha hizo wanaziwasilisha wao wenyewe pasipo kutafutwa na mtu yoyote. Watakapotafutwa na mtu yoyote wakapatikana na silaha hizo kinyume na utaratibu, sheria kali zitakuwa chini yao. Kwa nitangaze tena rasmi kwamba kwa wale wote ambao wanamiliki silaha wasikilize tangazo hili. Ni muhimu kwa mkoa mkubwa kama wa Dar es Salaam vitu vyetu kufanya chini ya utaratibu wa sheria na kanuni. Hadi kufikia tarehe 30 ya mwezi wa 8, wale wanaopaswa kuhakiki, wale wanaopaswa kurudisha silaha hizo, wale wanaopaswa pia kusalenda kwamba nilikuwa na silaha katika njia ambazo si halali, ninairudisha. Hata ukitaka nenda kaitupe mahali, jeshi la polisi litaiokota, litaiweka silaha hiyo, huku masuala mengine ya kisheria yakiendelea.